sababu ya uzoefu, lakini mechi ilikuwa ni ngumu sana. Umeomba sana hii. Nimeomba kama kawaida, nilikuwa kwenye golini hapo. Wanajeshi walinitoa nikasimamia huko juu. Lakini tunashukuru Mungu malengo yametimia ya kuweza kupata point 3. Kwa nini walikutoa sasa? Walikuwa hataki mtu. Ni mechi ambayo siku ya leo ni mechi ambayo ndugu yangu tulistahili kupata sare. Mlistahili kupata sare. Kweli? Kwa sababu gani? Kwa dakika zilikuwa zimebaki. Na muda ambao umebaki. Unasema mechi ambayo? Nasema kwa dakika zilikuwa zimebaki. Ilikuwa mechi twende sare. Kwa mlistahili kupata sare? Hapana. Yaani kwa dakika zilikuwa zimebaki. Ilikuwa twende sare. Kwa sababu muda ulikuwa bado. Ndio tukaanza kupata goli la pili. Lakini nikwambie ni kweli, mechi ilikuwa ni tafu sana ya leo. Mechi ilikuwa si nyepesi. Pengine kwa sababu wewe ni mchungaji, unaona unazungumza ukweli, umenyooka sana. Mashabiki wengine wanaona kwamba ni sahihi wa kile ambacho umekipata. Ni sahihi kwa point 3 kupata, lakini ni mechi ambayo ilikuwa ni tight sana kwetu kwa sababu sisi tulihitaji point 3. Lakini mechi na wao walicheza vizuri, walitumia nguvu, walijaribu kuzuia. Hata referee kipa wao alifanya kazi kubwa sana, lakini ni mechi ambayo ndugu yangu tumechukua point 3 lakini zilikuwa za jasho na damu. Unafikiri Mashujaa walikuwa bora sehemu gani mpaka mkatoka jasho kiasi? Kwenye kuzuia. Walijaribu kublock kabisa, waliblock na walifanikiwa. Ilikuwa mipira ipenyi. Kwa wakina Mpanzo wakijaribu kuingiza zile pasi zao au kuingia nazo walikuwa na gota. Walitumia plani ambayo ni plani ambayo ni nzuri kwa wao kuwasaidia. Lakini mwisho wa siku wamekuja wamefungwa kwa goli 2-1. Kwa hiyo kwa ujumla hizi mechi ya leo ilikuwa ni yani kupata point 3 ni za muhimu kwa ajili ya safari ya kombe la NBC Tanzania bara. Kwa hiyo mechi hii tungedondosha, tulikuwa tunampa nafasi Yanga asilimia kubwa kwenda kuchukua ubingwa. Maana ni mechi 3 sio zimebaki. Kwa hiyo endapo leo tungepoteza hii mechi, Yanga yake ngangania angekuwa baki na point 3. Mbili ile sare 2 na ile moja zingekuwa 3. Kwa hiyo Yanga ilikuwa tayari ubingwa anachukua. Sasa watu wanazungumza kuhusiana na dakika ambazo zimeongezwa kwamba zimekuwa nyingi sana. Maoni yako ni yapi? Sheria siku hizi ya FIFA na CAF ni kwamba mpira lazima uchezwe dakika 90. Kwa hiyo ukipoteza muda referee anasimamisha mpira mpaka uchezwe wote, hata kama ni 120, 140. Mpira lazima uchezwe. Kwa hiyo kilichofanyika leo ni mpira kwenda kuchezwa. Kwa hiyo ilikuwa lazima mpira uchezwe siku ya leo. Bana, upande wa pili kule barua ya CAS imerudi na majibu ni kwamba bodi ya ligi inapaswa kupanga ratiba ya mechi mapema haraka iwezekanavyo. Kwenye hili pia walisema hawachezi. Mimi uongozi wa Yanga Afrika mimi nashindwa kuelewa kwamba je, ni uongozi wa mpira au ni uongozi wa design gani? Kwa sababu vitu wanavyofanya katika mpira ni vitu ambavyo ni vigeni kabisa. Kwa sisi wazoefu wa mpira tunashangaza. Mfano, huwezi leo ukatuambia Kagoma ni mchezaji wa Yanga na mkataba tunayo. Mwisho siku wanafeli Kagoma anaenda Simba. Huwezi kuniambia Ngoma kwamba tushamalizana naye tunaandaa kwenda kumpokea na wakaaminisha washabiki wao Ngoma akaenda Simba. Huwezi kutuamisha kuhusu mchezaji Morrison kwamba ni mchezaji wa halali wa Yanga na atacheza Yanga, mwisho siku anaweza kucheza Simba. Na akatambulishwa. Si unaelewa mpaka hapo. Leo hii Yanga wanatoka wanaenda CAS. Kwa hata mtoto mdogo unajua kabisa hapa kesi huwezi kushinda. Huwezi kwenda kule bila rufaa. Utaanza kudai bila rufaa. Kumbuka ile ni kesi ya usuluhishi. Wanakuambia upande wa pili uko wapi? Hakuna. Maana basi rudi ulikotoka, kwa sababu maamuzi yaliyotolewa ya kuahirisha mechi ni kanuni ambazo zilitumika, ambazo kanuni bodi ya ligi wanazo. Si unaelewa mpaka hapo? Hawakusema wao, ili walitumia kanuni ambazo wanazo. Kwa hiyo Yanga karudishwa tena Dar es Salaam hapa na imetolewa maamuzi, mechi lazima ifanye nini? Ichezwe na tarehe ipangwe. Sasa Yanga walioanimisha washabiki wao kwamba sisi hatuchezi. Na tisha toka print kwamba sisi hatuchezi mechi. Na zimeuzwa. Sasa leo hii engineer atarudije kukuambia mechi ya dabi ipo. Unaona mambo magumu hapo. Na wakamwambia ukisema tucheze mechi ya dabi na wewe uondoke. Kwa ugumu wenyewe wanajiwekea wenyewe afu baadaye unawakaba ugumu wenyewe. Yaani wewe wenyewe. Yaani ugumu wanautengeneza afu mwisho siku unawaharibia wenyewe. Kwa nini wasingesema tu wakiamua TFF si mechi tutacheza, useme si hatuchezi. Wewe kama nani? Ndio hali ilizungumza siku nyingi. Yanga wanazungumza kama nani? Wao kama klabu basi tutaona. Ndio hivyo wameenda wamegonga ukuta. Sasa bodi ya ligi nao wanahisi. Nao wana wasiwasi. Tukipanga tarehe Yanga isipokuja itakuwaje? Kwa sababu ukipanga tarehe Simba atapeleka timu. Alafu Yanga hatapeleka timu. Na sheria inasemeje? Anyang'anywe pointi. Je, wako tayari kumnyang'anya pointi Yanga? Pointi ngapi? Pointi 15. Je, Yanga wako tayari na kumshusha daraja? Daraja shushu. Sema ile mpaka hapo. Sasa hii inaleta ukakasi kuanzia bodi ya ligi na Yanga yenyewe. Umeona mchezo huu? Simba ikatulia. Simba ile toa wazo moja tu kwamba mechi ya kesho nisicheze. Kamaliza. Umeona timu ya mpira hiyo?
Lakini Yanga wanahangaika, tunaenda kasi, si unaenda wapi, si unaenda engineer katika kipindi ambacho engineer ameongopea wanachama wake ni mwaka huu. Lakini anawapa vikombe. Kikombe kipi? Mafanikio siku zote ni kuchukua kombe la shirikisho au klabu bingwa barani Afrika. Hayo ndio mafanikio. Uwezo ukachukua eti kombe la Jamhuri hapo la Muungano wa Tanzania ukasema eti mafanikio. Ligi tumecheza si karibu miaka 60, tumebeba sana. Imetusaidia nini? Huu ndio ulemavu wa kisoka. Maendeleo yanakuja kama hivi, Simba anawaza akachukua kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo ndio maendeleo. Kwamba Simba from Tanzania mwaka huu imechukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani. Sio kufungana Simba na Yanga, ule ni ujinga tu. Yaani unafurana eti Yanga nitamfunga baada ya hapo mmepata nini? Sio maendeleo ya soka. Heshima. Yaani tusaidie sisi katika soka kufungana, mbona tumeanza kufungana toka miaka 60. Umetusaidia nini? Hili ninalokuambia Simba ambalo kulitengeneza. Hii ndio heshima sasa ya nchi. Na heshima ya kimataifa. Ambayo hii Simba itamwekea katika ramani ya kimataifa. Na mimi nakwapia kama nilivyosema, Simba kombe hili aliacha na anachukua. Lilitokaga hapa. Na mimi nakuuliza swali. Simba alikotokea ndio kugumu zaidi kuliko alikobakisha. Kwa Berkane. Simba kamtoa Libya Tripoli, ndio mechi ambayo ilikuwa ngumu kuliko mechi zote. Waulize wachezaji wa Simba watakwambia. Katolewa. Watu wametoka wanasema kwa mara ya kwanza wameenda Egypt, wameenda Libya kwenda kuangalia Simba Sports Club. Wanaisikia tu. Simba anatoa sare, Dar es Salaam mtu anafunga goli 3. Mimi nachukua masiara. Mwarabu karibu 3 wamefunganisha virago hapo. Simba nimechukuliaje nyie jamani? Simba ni dude kubwa mpaka midai, muiheshimu Simba. Na nyinyi waandishi wa habari muisemee vizuri Simba hapa ilipofikia. Maana mlihama sana waandishi wa habari. Baadhi yao walisema Simba tuone kenda robo. Na kweli kocha mpya, wachezaji wapya. Hata mwenyewe unasema kweli Simba iende. Hatuoni Simba ikienda nusu, Simba imevuka. Hatuoni Simba ikienda finali. Imeenda finali. Sasa hivi wanasema hatuoni Simba ikichukua ubingwa. Simba kiba ubingwa ataambia kombe lenyewe baya. Yaani nakwambia hivi, hawatakosa la kusema. Lazima waseme. Ndio maana nakwambia hivi, Simba alipofikia mpaka hapa, Simba ingekuwa ni Yanga mabango, ungeona nchi nzima barabarani mabango, Simba Yanga ingia finali, tunachukua ubingwa, shamra ungeona nini. Simba kwa sababu ni watu wa mpira wanachukua vitu vya kawaida. Kama Yanga jana wanataka wanywe supu, sema tu barua ya kasi imewatoa kwenye upepo. Supu. Wanywe supu leo kwa sababu ya kuchukua kombe la Muungano. Ila baada ile barua ya kasi ikawakata maini, hawajanywa supu. Mpaka sasa hivi, unajua hapo sasa hivi kuna ugumu gani ujue? Ng'ombe ziko wapi sasa? Kwanza, ngoja kueleze kwanza. Injinia mwenyewe anahisi hawa shaba wanachama watanifukuza. Kwa sababu ana wasiwasi. Kwa sababu gani? Sheria sitaruhusu kwamba dabi ichezwe na injinia hawezi kukataa. Je, wanachama atawaambia nini wakati ashawaambia hatutacheza mechi? Si mnaelewa mpaka hapo? Itakuweje? Hajawahi kusema kwamba mechi. Makamu wake yule. Alisema. Makamu wake alisema. Alisema. Si ndio? Mwenyewe pia alisema. Kama makamu alisema, si ndio injinia mwenyewe huyo. Sasa basi, ngoma siku 2 hizi 3 inapangiwa tarehe. Na kama itapangiwa tarehe, Yanga anavyojua kwa msimamo wao, Yanga hatapeleka timu. Mimi sinakueleza, si washasema wachezi. Wakienda tutawazomea. Kwamba nyinyi wajinga tu. Mmeweka na t-shirt eti hatuchezi mechi na mmekuja. Tutawashangaa kweli Yanga na tutawazomea. Sasa na wao watasema tuendi. Sasa ugumu unakujaje wasipoenda afu Simba akaenda? Si lazima Yanga anyang'anywe pointi. Sasa wataweza kufanya hivyo TFF? Ndio ninakueleza. Sasa TFF wenyewe wanaogopa Yanga. Kwamba je, watakubali kuwanyang'anya Yanga pointi? Atanyang'anya. Si unaelewa mpaka hapo? Hapo pagumu, usione kama ni wepesi. Usione wepesi kama unavyofikiria wewe. Yaani bodi ya ligi inatumika busara. Sasa busara sasa wacheze. Sasa wanachama na Yanga. Unaona Yanga wakicheza mechi ya dabi? Si nakwambia Yanga hatacheza. Hatacheza. Na tarehe itapangwa. Na wakicheza injinia hayupo nani Jangwani tena. Wanamtimua. Sasa na washapa sema ukipeleka timu tu. Na uondoke. Na akasema na mimi sipeleki. Bwana shukrani. Nyinyi leo gumu juu kwa makubaliano hayo. Makubaliano na print na t-shirt. Kwa sababu akamwambia hivi kama una maamuzi hayo, tusiprint t-shirt. Akamwambia printini t-shirt, sisi barua yetu tunaweka kasi, sisi dabi hatutacheza. Waka print t-shirt, wakizivaa sisi hatuchezi dabi. Sasa leo tutataka nao waandike tena fulana ambazo zimeandikwa sisi tumeamua kucheza dabi. Kwa hiyo kuna ugumu huko bodi ya ligi, ugumu huko Yanga wenyewe. Wanachama wa Yanga na rais wao. Maana rais wao kawaongopea yule bwana vitu vingi kuliko anafikiria. Siku anachaguliwa sana nikukumbushe. Alisema mimi ndani ya miaka 3 najenga uwanja bwana. Greda likapelekwa pale. Kama si greda usimuliona nini? Je, greda liligusa tamchanga pale. Kutu ikashika ukatoa greda pale. Jamaa mpaka leo ni rais wa Yanga. Kwa wale wamezoea kuongopewa. Nimekusaidia vitu vingapi? Vya uongo ambavyo engineer amesema 4. Kwamba Kagoma ni mali ya Yanga na mikataba wakatuonyesha. Wakatuambia Ngoma wataenda kumpokea hapo ni wa Yanga. Simeelewa? Yote hivyo kafeli. Morrison, wao kusema kwa Morrison wa Yanga wote amefeli. Dabi kawadanganya, barua kasi imerudi. Sasa watafanya